ni mchezaji ambaye naweza nikasema ni mwandamizi kwenye kikosi kwa sababu ni mchezaji ambaye ni professional, anajua misingi, anajua kanuni za ligi kuu zinasemaje, na by the way ana vipengele vingi ambavyo vinaweza kumbana kikanuni katika vile vipengele vya udhibiti wa wachezaji kulingana na matukio ambayo ameyafanya. Jambo la kwanza ni kumshambulia muamuzi kwa maneno, kitu ambacho kinakatazwa na kinapingwa, kinapigwa vita kwenye kanuni. Lakini mimi binafsi nafikiri hiyo kanuni ya kusema kumshambulia muamuzi kwa maneno sio ambayo nafikiri inafaa kuwa applicable hapo. Mimi nadhani kanuni ambayo inafaa kuwa applicable hapo ni kanuni ya kufanya fujo baada ya mchezo. Mimi natafsiri vile vitendo ambavyo alikuwa anavifanya Djigui Diarra ni utovu wa nidhamu ulopitiliza, na ilikuwa ina implement kufanya fujo kwa sababu ni rahisi ile overreaction yake aliyoifanya kuweza kucirculate kwa wachezaji wengine pia nao wakaamua kureact vile, na possibility ya kuzalisha fujo ingeweza kutokea pale. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kuna kipengele nafikiri kwenye kanuni ya 41 kipengele namba 8 nadhani kinazungumzia hiyo matumizi au tuseme mchezaji kufanya fujo either mchezo ukiwa unaendelea au baada ya mchezo. Kuna hiyo kwamba anaweza kukutana na rungu kati ya kufungiwa mechi 3 mpaka 6, lakini vile vile fine hapo ambayo nafikiri kama niko tayari kukosolewa kwa sababu somehow naweza nikawa nimesahau, lakini kuna $500,000 mpaka $2,000,000 bila shaka. Nafikiri hiyo inafaa zaidi kuwa applicable hapo, lakini kuna vitendo vingine vya utovu wa nidhamu alivifanya ikiwemo kuonyesha ishara inayoashiria matusi, kitu ambacho pia amekosea. Kwa hiyo kitendo cha bodi ya ligi kukaa kimya mpaka muda huu na hakuna mechi ambayo inaendelea, manake wamepata nafasi ya kuweza kukaa na kufanya maamuzi, ni kukosea mpira na kuondoa ile dhana ya ule uwiano sawa, tunasema fairness kwenye maamuzi, kwa sababu mara nyingi matukio mengine tunaona wako haraka, lakini linapotokea swala jingine na nimeona kuna mengi. Kwa mfano kuna swala zima la viongozi pia, udhibiti wa viongozi. Kwa mfano kuna kauli ambazo viongozi hawatakiwi kuzitoa, especially kuzungumzia maamuzi ya waamuzi, kwa sababu kuna kamati ambayo inadili na waamuzi, lakini vile vile kuna watu ambao wanafanya tathmini ya viwango vya waamuzi. Ikitokea kiongozi umetoa kauli za kukosoa au kuonyeshwa kuchukizwa na decisions za wa muamuzi, basi kuna namna unatakiwa uchukuliwe hatua, na hiyo ni issue ambayo iko worldwide kwamba hakuna ligi ita entertain kiongozi kwanza kushambulia waamuzi. Kwa hiyo pia wamekuwa yani hiyo fairness kwenye kutoa hizi adhabu, lakini pia jinsi ambavyo wamekuwa wakichelewa kwenye baadhi ya decisions, kwangu mimi kweli inaacha maswali. Kwa hiyo kwa upande wangu nadhani mpaka dakika hii wadau wa soka walipaswa kuelewa Diarra amechukuliwa hatua gani, ili watu waone ile haki ambayo imekuwa ikitolewa kwa baadhi ya wengine iwe applicable pia kwa upande wa Djigui Diarra. Dula, haki ambayo unaizungumzia kwa vilabu vingine, ingetokea amefanya kutoka kilabu kidogo hivi sasa, pengine mamlaka zingetoka hadharani, lakini kwa kuwa Young Africans ama ingekuwa Simba Sports Club kunaonyesha kusuasua, mambo kama haya ndio yanaingizaga matatani ligi yetu kama ambavyo tumezoea kuona kila baada ya siku na siku. Of course unaweza ukasema hivyo kwa sababu kwa nini decisions zingine zichelewe, zingine ziwahi? Kwa mfano kuna ukija kwenye swala hilo la mamlaka, kwa mfano utoaji wa tuzo, mpaka leo unajiuliza how come tuzo za msimu uliopita ambazo zilipaswa kuwa zimeshatolewa mpaka sasa hivi hazijatolewa. Kuna hairisho wa utoaji wa hizo tuzo, na kama kuna hairisho vipi ambao walistahili kupata hizo tuzo na performance yao ilikuwa inatakiwa kuwa recognized kwa kupata hizo awards na vitu vingine, wanajisikiaje na vitu vingine. Kwa hiyo mimi naamini ligi yetu imepiga hatua, sawa bwana. Sasa kwa sababu imepiga hatua, mamlaka ziko active sana kuadhibu wengine, na wao pia sometimes wanakosea, ikiwemo kwenye mambo kama haya. Kwa hiyo nao wajitathmini vile vile, sio tu kwamba wanachukua hatua kwa wengine tu, kwamba huyu kakutana faini kafanya hivi, lakini wao
pia kwenye baadhi ya maamuzi wanakuwa wanasuasua. Kwa upande wangu nadhani sioni sababu yoyote, narudia tu kwamba sioni sababu yoyote ya Djigui Diarra pamoja na wachezaji wengine ambao kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ingeweza kuwatia hatiani kwa makosa mbalimbali ya uvunjifu wa kanuni kuendelea yani kuendelea kukaa bila kupewa hiyo stahiki yao ya kikanuni ambayo wameivunja. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi siridhiki na hilo. Yes. Unasema kwamba Diarra pia ni kama amelewa sifa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, ndio maana haya yote yanajitokeza kwa upande wako. Sometimes unajua kusema kulewa sifa hapana, kwa sababu ni mchezaji ambaye sioni kama ana rekodi sana za utovu wa nidhamu. Kusema ukweli tutakuwa tunamuonea sana, lakini ile leadership wanayo, kitendo cha kuonyesha uchungu, hata ile sometimes kuwa aggressive kwa defender, kuwafokea na nini, waache uzembe, yuko nayo. Lakini kuna kitu ambacho sometimes kinapandikizwa especially kwenye vilabu vikubwa hivi, kwamba mchezaji anapohudumu kwenye timu anakuwa kama sijui mwanachama, sijui tunampenda sana na nini na vitu vingine kama hivyo. Hiyo pia inaweza ikawa sehemu ya kufanya mchezaji kujihisi kwamba yeye yuko juu zaidi na akawa na overreact kwenye baadhi ya matukio na vitu vingine kama hivyo. Na bahati nzuri nilikuwa nazungumza leo kwenye kipindi nikasema mchezaji, ile notion hata ya mashabiki kuaminishwa kwamba mchezaji ni mwanachama sijui ni shabiki wa timu anaochezea waiondoe, kwa sababu mchezaji ni professional, anaenda kwenye timu kama mfanyakazi, anaenda kufanya kazi yake ya msingi ambayo ni kucheza mpira. Ukishaanza kumtem mchezaji kama shabiki au sijui mwanachama, automatically unajitengenezea mazingira kwanza ya kuwafanya mashabiki waone kwamba yule mchezaji ni mali yao, anastahili tu kuwepo pale, akiondoka vita na vitu vingine kama hivyo. Lakini vile vile mnamnyima ile haki yake ya msingi ya kuweza kuaminika kwenye baadhi ya vilabu vingine ambavyo pengine vitahitaji kumsajili aidha ndani au nje, especially kwa mpira wetu wa Kiafrika. Unajua nje huko inawezekana mchezaji akawa anashabikia Chelsea lakini akaenda kucheza Arsenal, timu zote za London. Lakini kwa hapa mchezaji akishaaminika huyu ni Simba, akienda Yanga, yani inakuwa ni room to blame, yani anakuwa mtu wa kunyoshewa vidole in case amekosea na nini, pressure inakuwa kubwa. Kwa hiyo kwa upande wangu nadhani hivi vitu tungeachana navyo, tungeona kwamba mchezaji tunamtreat as player tu ambaye amekuja kufanya kazi yake ya msingi, kucheza, na kuache kuanza kupandikiza huyu mwanachama sijui shabiki wetu huyu anaipenda timu fulani toka. Hiyo sio idea nzuri sana. Anapotokea mchezaji mkubwa anapofanya vitendo kama hivi, kamati huwa mara nyingi sana wanafanya double standard kwenye kutoa adhabu. Pengine tushuhudie hili kamati kwa namna ambavyo kwenye hili tukio la Diarra kamati unaweza kutokea double standard kama wanamtemu ni mchezaji mkubwa, lakini pia itakuwa ni pengo kwa Young Africa. Unajua, ngoja niwaambie kitu kimoja. Of course double standard ingawa ni neno kubwa lakini huwa zinatokea, lakini issue alofanya Diarra ni issue kubwa mno. Yani ni issue kubwa mno, yani kwenda kumshambulia muamuzi kwa kiwango kile na nini, na kupitia yeye tu anaweza kuwaweka hatiani pia watu wengine pia kupitia matendo yake. Kwa mfano Engineer Hersi ililazimika aingie ndani ya pitch kwa ajili ya kwenda kumzuia, kitu ambacho kikanuni kinakataza. Kwa hiyo kinaweza kikamtia hatiani hata huyo muamuzi kushindwa kumpa yule Djigui Diarra stahiki yake, ikiwemo kumpa ikiwezekana hata red card, kwa sababu alimfuata Zifu anataka kumpiga. Kwa hiyo muamuzi angeweza easily tu kumpa red card na kuendelea na shughuli zingine, kitu ambacho hakukifanya, na akafikia hatua ya kumtishia tu na akairudisha ile kadi na kushindwa kuitoa. Kwa hiyo ameshindwa kutafsiri vyema sheria. Muamuzi huwezi ukamfuata na kumharas kiasi kile. Hakuna mpira wa hivyo ambao unaruhusu vitu kama hivyo. Kwa hiyo naweza nikasema ni mchezaji ambaye alifanya fujo. Sasa kuna double standard, lakini hajiwezi kafika kiasi hicho kwamba hichi Diarra akaendelea tu kucheza, kamati isi intervene wala asipewe adhabu yoyote. Sio rais. Kwa hili sio rais. Yaani kuna matukio mengine lakini si kwa hili. Hili hawezi kuchomoka. Sawa. Young Africans wameongeza kikosini, na mzungumzia kocha Mwalin, kwa namna ambavyo kikosi chao kimeonekana kina lega
wakamwongeza kikosini. Tuambie namna ambavyo watu wengi walitarajia kocha Pedro kung'oka. Tunaweza kusema ni bado amekalia kutikavu ujio wa Mwalimu. Yaani kwa kifupi ni kwamba ujio wa Mwalimu ni ishara moja kubwa ya kuonyesha Pedro hana tena maisha pale Young Africa. Of course, yani Mwalimu amekuja pale kimkakati kwa sababu kuna vikao ambavyo vilifanyika, na baada ya mechi ya Mtibwa na Young Africans kumalizika, kulifanyika kikao kidogo kwa njia online, na kwa taarifa ambazo mimi nimezipata, kwa sababu hizi ni taarifa ambazo lazima udadavue kidogo, ufanye uchunguzi wa ndani, ni kwamba wakubwa walikubaliana wamfute kazi ule kocha. Baadaye sijui kikaja kukatokea nini hapa, wakaamua kuja na iye decision ya kwamba tukae naye chini tumuulize yeye kwa upande wake anaonaje. Lakini ukijaribu kusoma ile feedback ya kile ambacho waliki-express kwa umma, wanaonyesha ni kama walikaa chini na Pedro wakakubaliana kwamba tukuongezee mwenzio au mtu ambaye atakuja kukuongoza kwenye mbinu, kitu ambacho kwangu mimi sioni kama kina make sense. Na ikitokea sasa timu imeyumba au matokeo hayajabadilika kama ambavyo wao wana expect yabadilike, tayari kuna njia nyingi sasa za kupoint wapi ambako kuna shida. Je, kuongezeka kwa Mwalimu ndo kumeleta shida zaidi, au Pedro tu yeye mwenyewe ameendelea kubaki kuwa shida licha ya kuongezewa mtu? Kwa hiyo sasa mimi nadhani ni wakati sahihi wa watu kufahamu tu kwamba Pedro hana maisha Simba na maanisha ya Yanga, na kuna possibility hiyo wakamtimua ndani ya muda mfupi tu ujao, na Mwalimu yupo pale kimkakati kwamba in case ametimuliwa, wakiwa wanaendelea kutafuta kocha mwingine, wasibaki hivi wakaanza kustruggle, Mwalimu awepo pale kwa ajili ya kubeba yale majukumu ya benchi la ufundi kwa muda, yani awe caretaker mpaka pale ambapo watakuja kupata kocha mwingine. Kwa hiyo Pedro Gonçalves safari yake iko ukingoni, na kuna possibility inawezekana hata muda huu tunazungumza bado wapo wanafanya research ya kutafuta kocha mwingine. Of course. Kwenye moja ya mahojiano alikama alisema anachokiomba hivi sasa Engineer Hersi arudi kwenye usajili, na mimi nimelisikia hivi. Watu wanajiuliza huyo Hersi alitoka akaenda Uganda, wafanya mpaka documentary ya kumchukua Alan Okello, lakini pia wamefanya mambo mengi katika uwepo wa Buba Jammeh kuja hapa Tanzania. Wadau wanahoji hichi kikosi cha Young Africans licha ya Hersi kuonekana anazunguka, sio yeye aliyosajili, na kwa nini kila nyakati ambapo Young Africans watafanya sajili mbovu, zile lawama kama wanamuondoshea Engineer Hersi kama yeye hakuhusika moja kwa moja? Yes, unajua jambo la kwanza tunapaswa tuelewe kitu kimoja. Usajili wa Yanga especially misimu hii miwili umekuwa mbovu. Usajili wa Yanga misimu hii miwili umekuwa mbovu. Sasa usajili ukishakuwa mbovu, kwa nature ya mpira wetu, mara nyingi wanatafuta namna ya wale ambao wamekuwa wakipata ile praise pindi ambapo usajili unalipa kujiondoa. Kwa hiyo itabidi zitumike mbinu hapo za kuhakikisha kwamba ionekane huu usajili mbovu, yule tactician au yule mtaalamu ambaye huwa anaonekana pale ambapo sajili zinalipa hakuhusika. Sio, unanielewa vizuri? Kwa hiyo ni kama wanafanya surrogate campaigning. Kuna mbinu ambazo huwa watabidi wazitumie hapo ionekane kwamba fact ibaki usajili umeyumba, lakini in other way around ionekane yeye hakuhusika kwenye huo usajili ambao umeyumba. Lakini binafsi personally naamini usajili ambao ulifanywa 2020-2021 na maanisha 2021-2022 ambako ndo msimu ambao katika hii misimu minne ambao Yanga wana dominate, aliyefanya huo usajili probably atabaki yule ambaye amefanya pia usajili wa msimu wa 2024-2025 na 2025-2026. Umeelewa vizuri? Tofauti tu ni kwamba kipindi hichi kuna wastani mkubwa zaidi wa sajili kufeli. Na ndio maana mimi siku zote huwa nasema, of course natamani itokee timu moja ibadilishe utaratibu wa kuamini kwenye siasa zile politics za mpira na nini, ije kwenye uhalisia wa implementation ya kitu ambacho mpira hasa unahitaji, ili kuondoa haya
kujitetea kusiwe kwingi na nini, kwa sababu hata kama kocha atapendekeza wachezaji ambao yeye anawataka, una room wewe kama kiongozi, kwa sababu mchezaji anakuja pale kama mali ya klabu, sio mali ya kocha. Na hakuna siku ambayo kocha akafukuzwa alafu akasema naondoka na Singano, naondoka na Ismaili, naondoka na Jerry, naondoka nao kwa sababu nimekuja nao. Hakuna hiyo. Kwamba hata kama atahitaji kuwachukua itabidi aanze tena kufanya process za kuzungumza na klabu, kama ni kuwanunua au kufanya namna ya kuvunja mikataba yao, iweze kuelewana baina ya pande hizo mbili. Kwa hiyo kwa sababu wewe ni kiongozi ambao unasimamia timu yako, unapaswa kujiuliza, je, huyu mchezaji ambaye kocha anampendekeza atafit kwenye hii system ya timu, na ni mchezaji ambaye ni good enough kucheza? Kwa sababu wewe si umeshajitanabaisha kwamba huko misimu ya nyuma ulifanya usajili mzuri. Ina maana wewe kumbe swala la usajili unalijua. Sasa kama unalijua, wale wachezaji ambao kocha amewataka wafanyie tathmini, kwa sababu huo uwezo wa kuwafanyia tathmini kutokana na uwezo wako wa kupoint wachezaji uko nao, wafanyie tathmini. Ukiona hawalipi, unazungumza na kocha kwamba bana, wachezaji mimi nafikiri sio good enough na kuna option hii. Wewe kocha unaonaje tukikuletea profile hii ya mchezaji ambao inaendana sawa na hii, ila huyu yuko beta zaidi kwenye hiki na hiki na hiki. Sasa hii kusema kocha alikuja akampeleka, na how come kocha aje apendekeze wachezaji wawili, watatu, wanne alafu wote asiwatumie? Ni kitu kigumu, kwa sababu tunaamini Pedro amempendekeza Depu. Tunaona anamtumia Depu, watu wanapiga kelele sometimes, Depu umechukua, Depu afanye hivi, lakini tunaona ana stick naye na anamuamini. Lakini how come Folz amlete Bala Musa Conte alafu amtumie Azizi Ndambwile? Ni vitu ambavyo of course vinaleta maswali ambavyo yanaweza akawa maswali mengi zaidi. Unajua sometimes unasema bana, inawezekana alimleta lakini baadaye akaja kuona kwamba labda hakuwa fit na nini. Sasa nyinyi kazi yenu ilikuwa nini kwenye kufanya tathmini ya hawa wachezaji? Kwa hiyo mimi nafikiri wasifanye hii political spinning, kwamba kukubaliana na fakti kwamba usajili ulikuwa mbovu lakini na way kwamba ionekane hakuhusika. Hii kwangu mimi sikubaliani nalo 100%. Kama sajili zimefeli, kwa sababu hata ukitizama kuna wachezaji wengi walikuwa wanatoka Simba wanaenda Yanga. Unajiuliza haya ni mahitaji au ni nini? Jean Baleke anatoka pale anaenda Yanga. Clatous Chota Chama anaenda Yanga. Jonas Mkude anaenda Yanga. Okra anaenda. Yaani hiyo trend ya kuchukua wachezaji hivyo, Mohamed Hussein kaenda. Sasa unajiuliza huyu, hawa makocha ndio walikuwa wanapendekeza kwamba kachukue wale rejects ambao wameachwa kule chulete na sasa sio kitu ambacho mimi nakubaliana nacho of course. Tukiachilia hilo, tumulike Simba Sports Club ambayo chini ya rais wake wa heshima Mohamed Dewji amemwongezea mkataba Elie Mpanzu, ambaye huyo Mpanzu siku za nyuma kiwango chake kilikuwa kiwaridhishi viongozi na baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club. Tuanzie hapa, kuna namna Mpanzu ameonyesha cha kiufundi siku hizi za karibuni kuongezwa mkataba Simba Sports Club, na lilisema kwamba Elie Mpanzu hana furaha ndani ya kikosi cha Simba, mapenzi yake hapa Young Africans. Huku pia kama wewe mdau wa soka upo kwenye tasnia, yule ambaye alitoa taarifa hii ni kama anajishushia heshima yeye na tasnia. Umeuliza maswali mengi hapo kwa wakati mmoja, ila anyway tuanze na swala la kiwango chake na watu kutoona kama perform. Lakini ukiangalia kikosi cha Simba, mchezaji hatari zaidi ni Mpanzu currently, kwa sababu pamoja na hiyo form yake kusuasua, lakini so far yeye ndo amecontribute mabao mengi zaidi. Ameassist mechi 5, ameassist manake mabao 5, akitai na Faisal Salum ambaye ndo wachezaji wawili walioassist mabao mengi zaidi, 5, hakuna alozidi hapo. Lakini pia ameshafunga mabao 2 so far, na kwa jumla amechangia mabao 7. Hakuna mchezaji wa Simba currently ambaye amechangia mabao 7 so far. Kwa hiyo haraka inakupa picha kwamba huyu mchezaji ni hatari kiasi gani. Ni dual threat, maana yake ana uwezo wa kuofa vitu vingi kwenye game yake, especially kwenye attacking game. Na amefunga mabao katika mechi 3 mfululizo, kitu ambacho ni yeye, Depu pamoja na Faisal Salum pekee ndo wameweza kukifanya so far katika mzunguko wa ligi ambayo tayari imeshachezwa. Ni mchezaji ambaye uwepo wake ndani ya timu unakuhakikishia mambo mengi, ikiwemo uwezekano wa mashambulizi ya hatari kuzalishwa, lakini uwezo wake wa kushoot, maamuzi akiwa nje ya box pale ambapo anakutana labda na ugumu kupenya kwenye safu ya ulinzi na vitu kama hivyo, vinamhakikishia nafasi ya kuweza kuamua game katika namna nyingine, na ile individual brilliance hiyo yuko nayo.
Kwa hiyo ni mchezaji ambaye nadhani kuongezwa kwake mkataba ni swala ambalo lilikuwa ni sahihi kabisa, ukizingatia pia kitu ambacho anachokiofa yeye ni tofauti na vitu ambavyo anaweza kuviofa Anicet Aura pamoja na Libase Gay. Unajua, namuona Eli Mpanzu ni more direct, alafu ni mgumu sana kukabika, kwa sababu sio tu kwamba ni mgumu kukabika kwa sababu akiwa na mpira mguuni msumbufu, lakini ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kujua wapi ambako kuna space na kuweza kufanya mikimbio pasi na mpira, ambayo kwenye mpira wa kisasa tunaamini ni ngumu kudefend mikimbio zaidi kuliko kudefend mchezaji ambaye anapenda kukaa na mpira. Kwa hiyo Libase na Aura na waona wanapenda kukaa na mpira mguuni na kuwa face ma defender, lakini Eli Mpanzu hilo anaweza, lakini ana ofa ya ziada kwa sababu ana uwezo pia wa kujua wapi kuna space na kufanya run. Nafikiri mechi dhidi ya Singida alionyesha hilo, akitokea kwenye eneo la kiungo na kuingia kwenye eneo la mbele, akampa option Chama kuweza kumpasia na kwenda kuscore. Kwa hiyo ile mikimbio yake kudili nayo tu inahitaji uwe na akili ya ziada, kwa sababu kwenye modern football mikimbio pasi na mpira ipo ya aina nyingi, lakini miongoni mwa mikimbio hatari ni ile ya third man runner, ambayo pia Eli Mpanzu ana uwezo kuifanya, ni kitu ambacho ni kigumu. Lakini jambo la pili, mimi sipendi kuzungumzia fulani kazungumza hiki, fulani kazungumza hiki, fulani kazungumza hizi, kwa sababu binafsi tu mimi nina uwezo wa kuzungumza kitu ambacho kinaweza kikaenda kuwa mjadala kwa watu wengine, kwa sababu mimi ni great mind. Unajua great mind discuss ideas, kuja na innovation. Unajua ngongu, nikupeni siri moja ndugu zangu, tutoke kidogo kwenye mpira. Mimi ukiona ninazungumza jambo, hilo jambo lina pande mbili. Ukiona namzungumzia mchezaji, huyo mchezaji ana pande mbili. Namzungumzia yeye mchezaji individual, naizungumzia na kitu gani ambacho ataenda kukiweka kwenye timu. Na ndio maana mimi ni ngumu, sio rahisi kila mtu mimi kunielewa, kwa sababu sisi tushazoeshwa, watu wanazungumzia engo moja. Mtu amzungumzia Libase, amzungumzia sijui nani, labda wanamzungumzia Balakonte, anamzungumzia Diara, lakini kuna engo anaiacha ya timu. Diara sawa ni yeye, alafu kuna timu yake. Yeye Diara anafanya nini kwenye timu yake? Na nyie wote mashahidi, mimi mmekuwa mnaniuliza mambo ya usajili kipindi cha usajili. Nilikuwa nakwambia huyu anaweza akafanya timu ikaoperate hivi na hivi, na mwisho wa siku vinatokea, mnanipigia simu, mnanitumia message, bana ulisema hichi. Simenelewa, kwa sababu mimi nawaza ideas na invest kitu gani ambacho na diagnose hichi kinaweza kikatokea. Simenelewa vizuri? Kwa hiyo mtu kwanza huyu kazungumza hichi, sijui kasema Mpanzu na mapenzi na Yanga, sijui kasema nini, mimi siwezi kumuongelea huyo, kwa sababu huyo mind yake tayari ni ndogo, imeshajidhihirisha hivyo. Kwa hiyo mimi sitaki kuwa kwenye level hiyo ya kuanza kumzungumzia mtu ambaye anaonekana tayari ameshadhihirisha uelewa wake wa mambo ni mdogo. Kwa hiyo personally nadhani mimi binafsi nimejishape katika namna hiyo, kwamba sio mtu wa kupenda discuss people, napenda discuss ideas. Hivyo ni vitu ambavyo viko kwenye philosophy ya uelewa wa binadamu. Nanitoa bana huko mimi bana, spendi. Shukrani bwana Dula. Nashukuru, asante bana. Nashukuru sana.